Kwa jina naitwa Mr. James Rita, ni mkazi wa Dar es Salaam. Nipo hapa mbele yenu kwa lengo la kuja kutoa ushauri pamoja na ushawishi kuhusiana na mambo ya malezi na makuzi kwa watoto. Bila shaka si neno geni kwamba malezi na makuzi kwa watoto, lakini kwa ufafanuzi zaidi kwa niaba ya wasikilizaji na watazamaji wa Asham TV wangependa kidogo utolee ufafanuzi, nini maana ya malezi na makuzi kwa watoto? Lengo la kwamba malezi na makuzi kwa watoto kwamba ni neno pana sana. Ndiyo. Lakini kwamba ni neno ambalo linazungumka kwa mithemo ya kawaida, kwamba malezi na makuzi kwa watoto kutokana na mienendo ya watoto, jinsi mzazi awe baba, mama au mlezi, jinsi anavyomlea mtoto kwa kufuata miongozo yote iliyowekwa. Inamaanisha kwamba mtoto anakuwa anapata mahitaji yote ya mzazi. Ndiyo. Au mlezi. Umenielewa? Kwamba nataka nizungumzie kwamba malezi na makuzi, mtoto anatakiwa apateje hayo mahitaji na mienendo mtoto anakuwa vipi. Ndio maana nipo hapa kwa ajili ya kutoa hiyo elimu kidogo, tuweze kukumbushana katika jamii zetu. Lakini tumeshuhudia mmomonyoko mkubwa sana wa malezi, ukianzia katika ngazi ya familia alafu kisha ukielekea katika ngazi ya kijamii. Kwa mantiki hiyo tunasema wazazi wengi wa zama hizi, ama naweza kusema Gen Z, wamegoma kabisa kulea na kukuza watoto wao katika maadili. Wewe kama mshauri ama wewe kama mlezi wa watoto na makuzi yao, je, uliangalia hili kwa jicho gani na una mkakati gani? Okay, ni kweli kwa sasa hivi tukiangalia katika jamii yetu kuna baadhi ya watoto ambao wanaotuzunguka. Mtoto sio kwamba hadi awe mwanao, hata wao tunakutana nao katika jamii yetu tunawaona. Ndio. Wana mienendo ambayo haipendezi kwa jamii. Kama hivi tukizungumzia kwamba utasikia haya majina ya Gen Z, kizazi kipya. Sasa hiki kizazi kipya sio kizazi ambacho utosema kwamba kizazi kipya sio kwamba mtoto anakuwa anaharibika, yani anafanya vitu ambavyo hata mzazi unavishangaa. Si sawa kwa jamii. Si sawa katika jamii. Ndio. Kwa hiyo sisi tupo kwa lengo la kuwaweka sawa na kuweza kuwafundisha mienendo ya jamii inaendaje, na pamoja wazazi kuwapa elimu kwamba hata kama mtoto wako unaishi naye, unatakiwa uishi naye mikakati hii na hii na hii. Kwa hiyo hapa mimi nipo kwa ajili ya kulenga kwamba kuwapa elimu zaidi wazazi, walezi, kuhusu kuwapa miongozo mizuri watoto wao wanaoishi nao, kutokana na hizi kauli zinazotokana sasa hivi. Hapo na napenda kuongezea kidogo ama kuhitaji ufafanuzi. Kuna dimbwi kubwa sana nimeshuhudia la wadada wa kazi. Unakuta dada wa kazi anatoka mkoa fulani, labda Morogoro ama Lindi. Ukiangalia umri wake hauruhusu kabisa kuitwa dada wa kazi. Na maanisha kwamba hata kiumri bado ni mdogo, anahitaji kwenda shuleni apate huduma zote za shule na awe chini ya wazazi. Kwenu nyinyi upande wa malezi na makuzi kwa watoto, je, haki za huyu mtoto ambaye anatoka mkoani kuja kuwa dada wa kazi na anabebesha majukumu makubwa sana kama mama wa familia, endapo atakosea ama atafanya kosa, basi mwenye nyumba wake anamtreat kama vile mtu mzima, nyinyi kwa upande wenu mnafanyeje ili kulizuia? Okay, unajua katika jamii yetu ndio kuna kitu kinasema kwamba sheria zimetungwa, ila kuna sheria ambazo zilizotungwa zinafanyaje, zinakuwa zinavunjwa. Unaelewa? Ndio. Ujue baadhi ya siji tuseme ni hali ya umaskini au vipi, ndio au hali ya kutopata kipato, baadhi ya wazazi ndio wanaruhusu watoto wanakuja. Unamaanisha wale wazazi wa mtoto sasa? Wale wazazi wa yule mtoto ambaye yupo chini. Ndio. Umenielewa? Chini ya umri miaka mingapi? 18. Kwa hiyo anakuja kufanyishwa kazi
za ndani. Umenielewa? Kwa sababu ukimuona hata yule mtoto kiuhalisia unajua kabisa huyu angetakiwa muda huu awe shule. Ndio. Umeelewa? Ndio. Angetakiwa muda huu mtoto ajijue kwamba apambanie ndoto zake. Ndio. Lakini sasa hili swala kweli kwanza ni kosa. Hili ni kosa kabisa. Ndio. Kwa sababu mtoto utakiwi ukamfanyisha kazi ambazo kiumri wake tofauti. Ndio. Umenielewa? Ndio. Ni unamtesa. Umenielewa? Yake unabebesha majukumu makubwa sana. Yani unabebesha majukumu ambayo yeye mwenyewe bado hajafikia. Ndio. Kwa hiyo kwanza ni kosa yule anoishi naye. Alafu kosa yule alomruhusu kwamba mtoto nenda kafanya hiyo kazi. Hiyo kisheria ni kosa. Umenielewa? Ndio. Kwa hiyo kwa sababu wale watoto tunatakiwa sisi Watanzania tutambue thamani ya mtoto ni nini. Umenielewa? Ndio. Kwamba mtoto tunavyomjenga katika njia ambazo ulionyooka, kesho na kesho kutwa atatusaidia. Hata asipokusaidia wewe, atasaidia jamii. Na uzuri naona rais wetu Mama Samia Suluhu amejitahidi sana kujenga na kuimarisha mashule ambayo hata zamani yalikuwa kama magofu, basi kayakarabati ili mradi atanue wigo mpana wa elimu kwa kila rika. Lakini bado tunashuhudia uzembe namna hiyo, kwamba sheria zinavunjwa na unakuta watu bado mjini wana watoto wale wadogo wanatumikisha kama wada kazi. Hiyo nafikiri umetolea maelezo. Katika kitu kingine ambacho ningependa kufahamu, kizazi sasa hivi bwana, naweza kusema ni cha utandawazi sana. Utandawazi, globalization. Yes, globalization, yes, tunaweza kusema hivyo. Kukiangalia vizuri, zamani bwana tulikuwa tunachapwa sana bakora tukiwa shuleni. Lakini sasa hivi bwana, hata ukimgusa mtoto unaambiwa corporal punishment hazihitajiki shuleni. Sasa je, unahisi mmomonyoko wa maadili ni unachangiwa na watoto kutochapwa sana bakora shuleni kama sisi zamani? Au unahisi kuna uhusiano upi kati ya mmomonyoko wa maadili na bakora, ziendelee ama ziachwe? Sasa hapo kuna pande mbili, si umenielewa? Ndio. Kuna adhabu anapewa mtoto. Ndio. Ambayo adhabu anapewa mtoto kutokana na kuna adhabu mashuleni. Tuseme hizi adhabu za mashuleni. Ndio. Unakuta mwalimu anampa adhabu mtoto kwa lengo la kumjenga. Ndio. Umenielewa? Ndio. Sasa sijajua kwamba sasa hivi kwamba zisizidi zaidi ya fimbo 3 au fimbo 5. Umenielewa? Sijajua kwamba kidogo utafuatilia. Lakini unakuta adhabu anaopewa yule mtoto ukimwangalia adhabu ipo kubwa zaidi. Mfano mzuri, kuna clip moja ilisambaga kutoka siji mkoa gani, mwalimu anampiga mateke yule mtoto, si anampiga mateke, si amfanyaje? Umenielewa? Sasa adhabu kama zile hazitakiwi kwa watoto. Umenielewa? Haikatazi kwamba mtoto asipewe adhabu. Ndio. Kwanza adhabu kwa watoto au kuchapwa ni moja ya kumjenga vizuri. Kesho mtoto hata kama amefanya kosa lazima jana nilichapwa, kwa kesho mimi siwezi kurudia. Kwa ni adhabu ambazo tunazowekwa ziwe na kikomo, adhabu kulingana na umri wake, zisiweke adhabu yani zikanzidi umri wake. Kwa hiyo naye mtoto anakuwa yani anasema sasa anachapwa yani mtoto mdogo lakini anapewa adhabu, unaweza ukasema sasa hii adhabu si ya mtu mzima. Ndio. Na mtoto mdogo anamwambia wewe beba mimawe huku jiwe fanya hivi. Ni adhabu zamani, nafikiri kwa miaka yetu ndo kwa mambo yetu haya. Unaambia beba mawe, beba mawe, mwenyewe fanya hivi. Yani adhabu kweli. Shika masikio huku chini, unashika masikio, umeelewa? Ndio unasoma. Lakini sasa hivi mtawala ulivyotoka, adhabu zinatokana na ukomo. Umenielewa? Hata walimu wenyewe nadhani wanajua. Hakuna mtu asiyojua. Ila sasa inatokea sasa baadhi ndo tunarudi pale kwenye kizazi unachosema cha Gen Z. Mwalimu bado hajampiga, anamwambia njoo mwalimu, mwanafunzi anakosea. Mwalimu anamuita kwa wema, lakini sasa huyo mtoto majibu anaotoa kwa yule kwa mwalimu, lazima mwalimu mwalimu naye ni binadamu. Unielewa? Anapandwa na hasira. Sasa hapo kinapotokea hapo sio kwamba tena swala la kukaa kama mzazi hasa tujadili hapo mwenye ubavu. Sasa mwenye ubavu lazima atafanyaje? Ndo atashinda. Sasa hapo sehemu yenye ubavu ndo utakuta nani?
mwalimu lazima ashinde. Ndio. Umeelewa? Sasa unakuta mtoto yule ndio atakuwa yani wamemdhulumu kwamba haki yake, mtoto anakuwa hana haki ya kusikilizwa. Unajua naye watoto wana haki ya kusikilizwa. Sijui unaelewa kwanza. Ndio. Mtoto ana haki ya kusikilizwa. Kwamba mtoto haki ya kusikilizwa, yani nitaka mfano bwana mtangazaji, umenielewa? Kwamba wewe ukitoka nyumbani, mtoto anaweza akakwambia baba, leo mimi nahitaji kitu fulani. Wewe huwezi kama mzazi lazima useme, ukae umsikilize. Unahitaji nini? Kitu fulani. Basi mimi nitakuletea mwanangu, au kama leo sina nitakuletea. Hiko ndio unavyotakiwa kuishi na watoto. Sasa unakuta mzazi mtoto anamuita kwa wema. Utasikia niache bwana, mimi saizi nishachelewa. Umenielewa? Nimeshavurugwa. Umenielewa? So unakuta hapo mtoto yani hawezi sema pale baba ameninyanyasa. Umenielewa? Lakini mtoto pale kimoyomoyo lazima anaumia. Umenielewa? Ndio maana unakuta watoto yani upendo mtoto kwa baba au mtoto upendo kwa mama kutokana na matamshi yako. Si umenielewa? Yani jinsi matamshi unavyoongea na mtoto wako na ndivyo mtoto wako anavyokuzoea. Umenielewa? Kwa kutokana na wewe mtoto unaweza kumuita, bwana njoo mwanangu. Umenielewa? Bonga, kuna kitu hiki na hiki na hiki umekosea. Sasa kesho unatakiwa ujirekebishe. Mtoto anaelewa. Mwa baba hapa usema tufanye hivi, au mama amefanya hivi tufanye hivi. Sasa sisi sasa hivi kiukweli tupo kasi. Yani sasa hivi yani baba akitoka asubuhi yupo very busy. Mama akitoka asubuhi yupo very busy. Yani kwamba sasa jukumu lote linaachiwa nani? Dada kazi yenyewe ni nani? Mtoto wa darasa 7. Dada kazi yenyewe inakuwa ni mtoto wa darasa ngapi? La 7. Ambaye naye pia ni mtoto. Na yeye ni mtoto. Yani mtoto yupo na mtoto. Umenielewa? Yani mtoto yupo na nani? Na mtoto. Sasa hapo kuna nini kinachoelekea? Umenielewa? Ndio maana unakuta sasa mtoto yule anachukua, watoto si unajua anashika memory. Anachukua memory ya vitu ambavyo anavyopewa na nani? Dada kazi. Na dada kazi. Ambaye pia bado umri wake bado umri wake mdogo, hawezi kumshauri kitu. Hajui baya wala zuri, anaishi kwa sababu hakuishi. Hajui baya wala zuri. Sasa inategemea sisi bwana, watu tuache ubizi. Yani nikwambie kitu. Kitu ambacho watu tunakuwa hatuelewi. Umenielewa? Tunajisahau kitu kimoja. Yani tupo busy. Yani zaidi ya familia. Yani kwamba sawa tukatai hapa jiji hili linakuhangaika. Kutafuta. Tunatafuta. Lakini sasa itafikia wakati umuhimu wewe baba au mama muona mshajenga familia. Mnataka sasa mnasema familia yetu inaendaje? Umenielewa? Watoto wetu wanakuaje? Umenielewa? Uje kuna wakati watoto unakaa nao unaongea nao, mtoto hata ukikaa unaongea naye hivi kuna vitu anakwambia. Sasa we baba ukiongea au mama au baba ukimwambia kitu mtoto yani kiukali. Sasa kuna vitu ambavyo wanafanywaga shule, sisi watoto wanafanywa shule. Sasa akifikiria baba nikirudi nyumbani ni mkali, au mama nikimuuliza kitu yuko busy na simu. Dada kazi hawezi kumwambia chochote. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo vinafanyika, watoto wanateseka, wanashindwa kuwathirisha kwa wapi? Umenielewa? Kwa hiyo ndio maana unakuta baadhi ya watoto yani akiwa shuleni anakuwa freedom sana, kuwa huru, anaongea hata na mwalimu. Unakuta wakati mtoto anampenda sana mwalimu. Unajua kwa nini? Yani mwalimu anaweza kumwambia njoo, jana umekula nini? Umenielewa? Nyumbani ukifika unafanya nini? Umenielewa? Sasa anaweza kumfungukia, bwana mimi hivi na hivi na hivi, ila akirudi nyumbani hamna. Yani yupo hivi yupo kama yuko jela. Yani kama yupo jela. Kwa hiyo kitu ambacho sisi kama watu wanajamii na sisi kama wazazi tunatakiwa tuliangalie. Kwa sababu sisi tushakuwa. Umenielewa? Sasa maisha uliokuwa wewe usifananishe na mtoto wako wa sasa hivi uliokuwa naye. Umenielewa? Kwa hiyo kama maisha wewe ulikuwa kipindi hiko unajua unatoka ufanye nini, sasa hivi sasa unatakiwa ujirekebishe. Ukishakuwa na familia, mtoto ujue analelewa. Yani mtoto analelewa kwanza kabla ya kulelewa na mtu mwingine. Wewe hapa wa ndani ulikuwa mlee mtoto vizuri. Hapo nafikiri umegusa sehemu safi kabisa. Ujue nilikuwa na swali langu hapa, nikasema kuna kitu umekiongea cha msingi sana kuhusiana na
ukaribu wa baba na mama kwa mtoto, yani mtoto awe na ule uhuru wa kuongea kwa baba na mama. Sasa unajua siku hizi bwana kuna limbukeni, yani kuna sema wimbi kubwa la masingo mama ama unaweza kusema hata masingo fa. Unakuta mama anasema anaweza kumlea mwanangu mwenyewe bila baba. Kweli. Na katika taratibu za makuzi na malezi tunasema mtoto alelewe na baba na mama. Huyu mtoto analelewa na mama peke yake ama baba peke yake. Unahisi kisaikolojia hii iko sawa kwa afya ya akili yake? Haipo sawa. Yani haipo sawa. Kwa sababu gani? Yani tuseme hivi, yani mnapokuwa familia, yani kama mmeanzisha familia, ndio yani tunazungumzia baba na mama, si ndio? Wazazi yani tunazungumzia mmeanzisha familia. Mkishakuwa wawili, mmeongeza mwingine familia ambao ni watatu, mtoto. Ujue kuna kitu ninachomwambia mimi mtoto baba na anachomwambia mama vitu viwili tofauti, si ndio? Ndio. Mimi anapata madini yangu na baba na mama anapata nini? Madini yake. Umenielewa? Lakini wote mpo sehemu moja ambao mnaishi sehemu moja. Kwa hiyo pale mtoto mwenyewe anapata faraja. Anaweza akasema akaleo akaenda kwa baba kadeka, leo akaenda kwa mama kadeka. Anajua anawaona, unajua watoto wana maki sana. Umeelewa? Yani watoto wana vitu vya kukalili sana. Kwa hiyo anavyoona vile upendo wa wazazi na yeye mtoto anafarijika. Ndio maana shauri tusipigane tukiwa sebuleni. Yani hata chumbani. Hiyo inashauriwa, yani kwamba usitoe matamshi ambayo matamshi makali mbele ya watoto. Unamwita mama mtu mjinga wewe, mke wangu mimi singekuoa. Yani unaweza kumuita, yani ukamuita, yani upo naye hapo mke wako unamuita jina ambalo ni jina la ajabu. Unielewa? Sasa yule mtoto anaweza kalishika kesho kakutana na mwenzake akakutania. Unielewa? Anaweza kaulizwa neno umetoa wapi? Baba alimwambia mama. Umenielewa? Ni kweli. Umeona kitu sio kizuri. Ndio. Umeelewa? Kwa hiyo ndio maana mtoto anakalili. Kwa sababu mtoto anajua hapa sasa hivi mimi nipo na baba na mama. Umenielewa? Sasa tunakuja kwenye swali lako lilosema kwamba wimbi la single mother ambao ni tunosema sasa hivi ambao single mother sasa wanalitumia, lakini mimi napenda kuitumia kwamba mzazi anomlea mtoto peke yake, awe wa kike au wa kiume, si ndio? Sasa hivi ndio kumeelewa single mother au ni single mother au si. Sasa inakuja swala la mtoto, kwa nini anapata ukakasi kutokana na kulelewa na mzazi mmoja? Umenielewa? Ndio. Mtoto anapata ukakasi pale kwamba mzazi mmoja anapomlea, kimfano mama. Umenielewa? Ndio. Mama anapokuwa peke yake analea yule mtoto. Si umenielewa? Ndio. Kuna vile vitu ambavyo mama, mfano tuchukulie mtoto wa kiume yupo na mama. Ndio. Si umenielewa? Ndio. Mtoto wa kiume akiwepo na mama, kuna vitu fulani mtoto wa kiume anatakiwa vipate kwa mtoto wa kiume, kwa baba mwenyewe. Bwana mwenzako, mwanangu nilikuwa hivi na hivi na hivi. Sasa vile vitu anavikosa. Umenielewa? Sasa si yupo na mama. Umenielewa? Kwa hiyo mama atamtreat vile vile ambavyo anavyotaka yeye mwenyewe na ambavyo yeye yupo. Sababu yeye ndo kaumba mama. Kwa hiyo sasa atakuwa naiga vile ambavyo mama anafanya, vile mama anavyofanya. Umenielewa? Mama yani pale anavyofanya mama ndio hivyo hivyo mtoto. Yani kimfano tunachukulia wewe una mtoto wako wa kiume, umenielewa? Yupo kwa upande wa mama ambao ndio analea. Si unaelewa? Mbona kama unanisema? Yaani ni mfano. Okay. Yaani nakupa mfano, siwezi kukusema. Umenielewa? Yeye analea. Sasa swali linakuja hapo. Ndio. Yule mtoto yule, umenielewa? Mama, ujue wa mama, unajua wa mama. Unawajua? Umetokea siji kashughuli yumo. Umenielewa? Yule mtoto naye hawezi kumwacha, anaenda naye. Ndio. Mtoto wa kiume fikiria wewe. Tatizo hilo, anaenda naye kwenye shughuli. Umenielewa? Sasa yule mtoto naye anachukua yale vitu ambavyo vipo. Anaviona kila siku anafanywa. Kila siku imeingia hivi, imefanya hivi. Umenielewa? Sasa anashindwa yale kukua
closed na baba, kwa sababu baba si amuoni. Umenielewa? Umeona athari hapo mtoto anavyopata hapo, ndio anakuwa anaiga mambo yote ya mama anafanya na anayaona kila siku mama. Kwa hiyo kitu sio kizuri kwa mtoto. Mtoto anakuwa ni anakosa vitu ambavyo vya kumweka sawa, kwa sababu wewe kama upo baba na mama mpo sehemu moja, umenielewa, imetokea shughuli yoyote au imetokea yani jambo lolote, unaweza kusema mtoto wa kiume muache, usipende kwenda na mtoto wa kiume sehemu ambazo kuna majanga yako, wewe nenda tu peke yako mwani, umenielewa. Sasa yule mtoto anajua, lakini umetoka sehemu umeenda nayo, umenielewa. Hapo unazungumzia upande wa kina mama, umenielewa, wanaolea peke yao. Hatuwezi kusema kwamba wanalea watoto peke yao, hatujui, kwa sababu swala la makubaliano, umenielewa. Lakini sasa sisi tupo kwa ajili ya kuwanyosha, umenielewa, yani kwa ajili ya kuwaelekeza, hata kama unalea peke yako, ila kuna mipaka, kuna mipaka unatakiwa mtoto umwekee, ndio, umenielewa, kwamba unajua kabisa mipaka hii mtoto wangu kutokana na umri wake hatakiwi kufika. Na hii ina maana inawahusu watoto wote wa kike na kiume. Hiyo ni general. Kwa sababu kwa mtu wa kike na anaweza kwenda kwa mama yake pia akaona mambo ya ajabu ajabu. Anaona mambo ya ajabu ajabu. Ndio akifika darasa la 5 naye kashakuwa. Umenielewa? Kwa hiyo inawahusu wote kwa ujumla. Kwa hiyo wanatakiwa wazazi, hata kama mtaweka, hatuwezi kusema, unaona, tunajua watu wanatengana, hatujui, umenielewa, lakini hata kama wanatengana, wanatakiwa wazazi wanaoishi na watoto, mzazi mmoja anaishi na mwenyewe ndo anamlea, anatakiwa aweke mipaka kwa ajili ya malezi ya mtoto, umenielewa. Yani usiseme kwamba mimi nipo peke yangu, sasa namlea mimi ninavyotaka mimi. Haipo sawa, yani haipo sawa, sababu sisi tunataka watoto wawe mfano, umenielewa. Yani ujisikila mtoto anaweza akawa yani ukakutana na mtoto mwenye zile tabia ambazo unajua kabisa huyu mtoto amekuwa katika miongozo yote, umenielewa. Ndio hili ndio la tunataka sisi. Sasa unakuta mtoto kiukweli, yani anaweza kaongea sasa hivi, unaweza kukutana na watoto wanaongea maneno ambayo hata mwenyewe unashangaa ametoa wapi. Sisi wenyewe tunashangaa maneno watoto wanatoa wapi. Lakini sasa maneno anaongea yule mtoto kwamba yale maneno yapo, tumenielewa, wanayasikia. Kwa hiyo sisi kauli zetu tunazotoa tunatakiwa tutoe kauli ambazo nzuri, hata kama una familia, umenielewa, una mtoto wako, usiongee vitu vya ajabu ajabu. Alafu sasa hivi kuna jambo moja, ndugu mtangazaji, nataka tuliweke sawa, ili unajue ndio linaharibu sana watoto. Lipi hilo? Yani hili, naona watazamaji wangu Asham hapo wanatamani sana, leo wanafunguka sana. Leo tunatuchana ukweli leo. Yani tunakuchana ila tunaelekezana, unielewa. Ili swala la watoto, la wazazi kuwa huru kwa watoto, hizi njia za mitandao, yani namaanisha smartphone, smartphone, umenielewa. Unakuta watoto yani mtoto akilia kidogo tu mpe simu. Ipo sana siku hizi. Na yani wifi ya bure tena. Mtoto mpe simu, sasa mtoto anaingia anaona vitu ambavyo vingine havipo. Uwezo unajua watu wanajibonyezea tu. So unakuta mle kwenye simu, labda hata kama hamna vitu ambavyo mzazi kaweka, sasa anapoingia kwenye Instagram zetu, siji kwenye nini huko, unakuta picha ambazo zingine za mitandao ya kijamii hazipo. Ndio maana wimbi la watoto wengi wanakuwa wanaharibika. Kwa hiyo sisi tupo kwa ajili ya kuambia wazazi walezi tuwe makini na watoto wetu. Tunataka watoto wawe wazuri, walionyooka. Watoto wawe, yani watoto wawe wale wanasema Gen Z iliyokuwa smart. Gen Z smart, unajua kuna Gen Z smart na Gen Z unaosema wewe. Sasa Gen Z we smart. Smart sio kwamba unavaa, smart hata kichwani. Mtoto anaongea kizuri. Mtoto ukimsimamisha hapo unajua Sasa sisi tunataka tutaka hivyo. Yani sisi tupo hapa kwa lengo la kuangalia watoto jinsi mienendo wanavyoenda pamoja na wazazi wao, na walezi jinsi wa kuwalea watoto. Kwa nafikiri kwa muda unazidi kutupa mkono, labda nikupe dakika moja ya kuongea na wana Asham Media na wanajamii kiujumla. Ndio. Dakika moja tu ya kutuaga
na kutupa kitu ambacho ungependa kutufungia kwa kipindi chetu sisi ambacho tunasema malezi na makuzi kwa watoto. Yes. Bwana ndugu mgeni, hebu karibu ndani ya dakika moja utupe mawili matatu na pia tuweze kutufungia kipindi. Mimi nashukuru kutokana na mahojiano haya tuongea hapa. Nadhani kuna watu wamenoti kitu. Ndio. Hata kama kuna jambo ulikuwa unalifanya ambalo lipo kinyume, unajua kabisa unamkosea mtoto kumpa haki zake, umenielewa? So haki za mtoto kumpeleka shule tu, kuna haki zingine ambazo zinahitajika, ukaribu, umenielewa, kusikiliza mtoto anachotaka. Kwa hiyo kwa Watanzania wote tunaoishi na watoto zetu, sio kama mpaka wewe mtoto wako umemzaa, hata wewe mtoto wa mjomba, mtoto wa nani. Kwa hiyo tunapenda tuishi na watoto vizuri, tuweze kuwalea kwa misingi yote ambayo ilikuwa salama. Hiyo watoto ni taifa la kesho, si ndio? Kwa hiyo sisi tungependa watoto wawe katika mstari ulionyooka, na kama kuna mtu yupo kinyume na anafanya vitu ambavyo havipo sawa kwa ajili ya kumnyanyasa mtoto, umenielewa? Yani kwamba mtoto umsikilizi, mtoto anachotaka wewe useme bwana, mtoto msikilize, alafu mpe. Wewe si baba bwana, au wewe si mlezi, umenielewa? Kwa hiyo unasema kitu ambacho mtoto anacho nini. Kwa hiyo tungependa tushukuru kwa kusikilizwa, na kingine tungependa tutoe ushauri au tutoe shukrani kwa Alsham Media. Alsham kwamba imetutafuta sisi kwamba tuje tutoe elimu kidogo kuhusu malezi ya watoto. Ni kweli kabisa, ni kweli kwamba tunajua, kila mtu anajua jinsi malezi mtoto anavyomlea, umenielewa? Lakini sasa mtoto unamleaje? Ndio kama vitu tulivyozungumza hapa. Kwa hiyo kwa ushirikiano wao Alsham TV kwa kuja kutuomba na sisi kuja hapa kutoa elimu, ukweli kwanza tunawashukuru na Mungu aendelee kwa sapoti. Amina. Waweze kufika sehemu ambayo Mungu aliyokusudia. Kwa hiyo kwa kusema hayo kifupi, hatuna maneno mengi sana. Sisi tupo kwa ajili ya kuelimisha jamii, na tupo vile vile kutoa elimu kuhusu malezi na makuzi kwa ajili ya watoto, kwa malezi makuzi kwa watoto pamoja wazazi kutambua. Alafu kingine nataka nimalizie kwamba unajua dunia sasa hivi ipo mikononi mwa mitandao, si ndio? Ndio. Kwa hiyo tuepuke hivyo vitu ambavyo vinafanya mtoto aweze kuiga vitu vibaya. Ndio. Kwa hiyo tunyooke jamani, wazazi, walezi, tuwe watu wazuri, tuweze kuwalea taifa letu. Hili ndo taifa lilobaki sasa hivi. Unaelewa? Kwa hiyo kwa kusema hayo yote, tunaomba shukrani na tunaomba mtusaidie kwa yoyote aliokuwa anafanya vitendo vibaya au kinyume na matakwa ya mwongozo wa kuhusu mtoto. Na tunaangalia katika jamii, tunaona mheshimiwa mama Gwajima. Mama Gwajima anafanya kazi nzuri. Mungu ambariki. Hata kama ukiwa na jambo ambalo linahusu kuhusu jamii, watoto na maadili kwa ujumla. Yani mfano mzuri kwamba kulikuwa na mitandao, kuna watoto walikuwa wameongea kauli fulani kwenye mitandao ambazo zimetoka, hizo watoto walikuwa wameongea, sijui walikuwa wanaojiwa na hisi wale lakini nadhani alilifuatilia, lakini baadaye ikawa sawa. Kwa hiyo tunashukuru. Kwa hiyo na kazi anayoifanya Mungu ambariki, na pia tungependa pia kuwaomba Watanzania waweze kukaa vizuri na familia zao, wasitengane ili watoto waweze kuishi maisha yaliyonyooka. Bwana, asante sana ndugu mtazamaji, na asante sana ndugu mgeni rasmi ama mgeni wetu wa leo. Sisi tunasema tusamehe sana kwa usumbufu ambao tumeufanya,
lakini lengo ni kujenga na kuhakikisha jamii inasimama vyema na inaishi katika miongozo ama mienendo ambayo Mungu na jamii kiujumla itanufaika nayo. Bila kupoteza muda, mimi mtangazaji wako naitwa Biggy BIG wa Asham TV na Asham Media kiujumla. Hii ni Asham Media, Asham TV, sauti ya watu. Karibu sana ndugu mgeni. Asante sana.